Hello, naitwa Big Boss Kenya all the way from 254. Mimi sio mzaliwa hapa, lakini nimekuja kwa ajili ya mambo ya kiroho na mambo ya kishetani na kimiungu, na kukuelezea sana habari zinazohusu spiritual world. Sijui kama unanielewa. Sasa leo tunakwenda kuzungumzia habari ya sex. Ama wengi, acha nitumie kwa jina ya rahisi ya kuelewa kwa Kiswahili, ngono. Watu wengi wanapenda sana kufanya ngono. Unapenda kufanya ngono, utakuta mtu ndani ya siku anafanya ngono mara 4 kwa siku tu. Yeye hajiuzi, yeye sio malaya, lakini ni tamaa tu ya kupenda ngono mara 4 kwa siku. Jamani, kwani hii kitu mlipewa ndo muharibu au mlipewa kwa ajili ya maswala fulani? Na kwa nini mtu mwanadamu aliyekiwa hicho kiungo ndani ya mwili wake hamuelewi bado? Sasa leo nitakwenda kuwapatia ufahamu wa mambo yanayofanyika kisiri kuhusu ngono na kufanya ngono. Mnavyofahamu, ngono inachangiwa na watu wawili. Hakuna mtu anaweza kufanya ngono akiwa peke yake, ni watu wawili maalum ambao wanahusika kwenye masuala ya ngono. Na watu hao lazima wawe kwa njia ya uchi, ambao wote wawili wapo uchi, na lazima wawe kwenye kitanda kokote mnafanya ngono. Lakini mambo mnayoyafanya ni mambo ambayo yanawapeleka kwenye dunia tofauti. Unanielewa? Kwa hiyo kufanya ngono inamaanisha ni kutoka kwenye dunia yako ya kawaida na kuenda kwenye dunia yako tofauti ambayo we mwenyewe huielewi. Ndio maana muda mwingi unakuta mtu akifanya ngono anaweza akawa maneno fulani anayoyasema hayatambui akimaliza kufanya ngono. Kwa nini? Kwa nini? Tutaenda kujiuliza hayo na nitawapatia majibu. Sawa. Sasa kuna spirit kila mtu anazozibeba. Kuna wengine wanabeba spirit mbaya, kuna wengine wanabeba spirit nyingi ambazo ni nzuri na pia ni mbaya at the same time. Unanielewa? Kuna spirit nzuri na mbaya, na watu wanazibeba kwenye miili yao. Na spirit zingine zinakuwa zimekomaa ndani ya mtu tangu akiwa mdogo, tangu akiwa tumboni zilimuingia, akazaliwa na hizo spirit, amekomaa nazo. Na mtu huyo pengine amefanikiwa au hajafanikiwa. Unaona? Sasa ngono ni njia mojawapo kuu ya kusambaza hizi spirits. Sijui kama unanielewa. Ngono ni njia moja yao tu ya kusambaza hizi spirit. Yaani ni kama unapofanya ngono unafungua portal. It is open widely. So kama huyu mtu akona spirit zake mbaya ambazo ni za stagnation, bila shaka wewe utakuwa mtu wa kwanza kuathirika. Wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuathirika. Kwa akili zako utajua umepata mtu, leo umeletewa show, umeenjoy usiku mzima, lakini kusema ukweli umeathirika kwa sababu alichokuachia ni zaidi ya ile ngono uliyosherehekea. Sijui kama tunaelewana mpaka hapo. Unaweza ukapata mtu amelala na mtu leo, alikuwa na kazi nzuri, ghafla tu kazi inapotea. Kazi imeenda wapi? Na ako na mpenzi, yuko na mpenzi, yani tangu ampate mpenzi mambo yake haendi shwari. Nini tatizo? Kwa nini? Na alivyokuwa peke yake alikuwa tu shwari tu bila matatizo yoyote. Nyinyi mnaokimbilia ngono na wauliza, muda wote mnakaa tu mnafikiria, akili mkiwa kazini tu inagonga tu. Acha nimfikirie Saumu. Saumu mwenyewe amejaa shida nyingi chungu mzima kwenye maisha yake. Anateseka. Alafu wewe unakwenda unamuingia unamlala. Ukishamlala hivyo unarithi mambo yake yote. Eleweni, naomba muelewe tu kuwa kwenye ulimwengu wa roho kuna mambo mengi ya siri yanayofanyika, na haya mambo si mambo ya kiutoto. Ndio maana yake ngono inachukuliwa serious sana kwenye ulimwengu wa kishetani, hata kwenye Freemason. Ili wewe kuwa na nguvu zaidi, sana sana wengi wao ulala na wanaume wenzao, ama wanaambiwa walale na mama zao, ama wanaambiwa walale na ndugu zao. Yani unafanya vitu ambavyo haviwezekani kwenye society na havikubaliki kwenye society, kwa sababu wanajua nguvu ya kufanya ngono, tendo la ndoa. Pia nasema kwa njia nyingine, manake nikisema ngono mtu atasema walio ambao hawajaokoka ndo wanaathirika zaidi. Hapana. Unaweza kawa umeoa mwanamke mko naye kwenye ndoa, lakini bado ukafanya naye ngono na usifanikiwe. Elewaneni. Unanisikia? Mnaweza mkafanya kabisa ndoa nzuri ambayo itafanya watu wengi wawapende dini. Mtakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, shida zitaanza kutokea. Mmoja apoteze kazi, akishapoteza kazi mmoja, mwingine aanze kumchoka mwenzake kwa kuwa yupo nyumbani, mwanamke ndo anatafuta hela.
Mwanaume ana hela tena, kazi imepotea. Na alioa mwanamke mwenye alikuwa anajua atamsaidia kwenye masuala ya biashara na kila kitu. Lakini ghafla tu binvu, kazi imeisha, mnaangaliana kwa nyumba, mwanamke anatoka anaenda, mwanaume anabaki single, unaanza tena kusumbuka kutafuta mwanamke mwingine. Sasa unapata jinamizi. Sasa baada yani umeruka mikojo, umekanyaga mavi zaidi. Unapata mwingine amejaa maroho. Sasa ndio unakuta mwanaume unavunjika moyo. Kesho tunakuta umejiangi kwenye friji. Tunakuona tu hapo mwili wako tu umepigwa na baridi. Naomba muelewe, mnapofanya ngono, kwanza, kitu cha kwanza, usiwe mtu wa kufanya ngono kila wakati na kila mtu. Chunguza kwanza yule mtu unayelala naye. Usipochunga, haya mambo unayoyafanya kwa raha za dakika 5 zinaweza zikakosta maisha yako milele mpaka unafariki. Kwa sababu hiyo ngono unayoifanya ina open portal into the another world of unknown. Now we don't know the other world inakaa vipi. Ukishaingia into the other world, anything that huyu mwenzako anabeba ana transfer, because the portal is very open. So you share, mnabebanisha mizigo. Yani mnabebana na mizigo ya huyu, anakusambazia na wewe, sasa mnakuwa mna share mizigo. Hivyo ndo unavyotaka. Hivyo ndo unavyotaka wewe binafsi. Unaipenda ngono mpaka uwezi kukaa. Yani kwa siku unafanya mara 3. Utateseka bure. Yani ngono ni kitu ambacho unapotaka kuanza kufanya lazima unachagua sana. Unaweza toka ukawa na mwanamke ndani ya wiki 2 na usifanye naye ngono kwa sababu ya kumchunguza tu. Je, yupo sawa? Ana biashara au hana biashara? Ukikuta mwanamke amekaa nyumbani hana kitu cha kufanya, fikiria sana. Kwa sababu hiyo ni roho ya kukurudisha wewe nyuma, hutowahi endelea hata siku moja. Alafu kuna ngono zingine ambazo mtu anakuwa anafanya tendo la ngono ambalo linashangaza sana. Unakuta mtu mzima anakwenda kutafuta mtoto mchanga wa miaka 3, analala naye. Sasa hiyo si kulala naye, hiyo inaitwa raping. Unajua kwa nini amefanya vile? Kitu cha kwanza, kwa sababu anajua siri. Yeye ni mtu mzima, kulala na mtoto mdogo kuna nguvu anazipata, ni kitu ambacho kwenye society hakikubaliki kabisa. Hakiwezi. Lakini huyo mtu nyinyi mtamshika mumfunge. Hamtamfunga miaka nyingi, hata mkamfunga miaka. Tayari yeye kuna watu wake hawateseki. Yani kuna mambo fulani na wewe kumshika ni bahati. Anafasi ingekuwa mjamshika tu, angekuwa tajiri mkubwa sana. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili, mtu anatafuta kiwete ambaye atembei, hajiwezi, analala naye. Unajua masharti yanatoka wapi? Kuna siri kubwa. Na ni kwa hizo siri zote ni kwa sababu ya utajiri. Siri zote ni kwa sababu ya utajiri. Na kupatia tu mifano. Cha tatu, kuna mfano mwingine mmoja. Unakuta mwanamke ana maisha mazuri sana. Ana kila kitu anachokihitaji kwenye maisha yake. Wewe mwanaume una, alafu huyu mwanamke anakupenda. Mnakaa nyote, anakuwa na control, anakuwa ni kama umeolewa. Unashangaa tu, wewe tangu kuwe na huyo mwanamke hujawahi pata kazi, uko vile vile ulivyokuwa tu, yeye bado anazidi kunawiri, lakini unafanya naye ngono. Unajua nini kinafanyika? Anakuwa anakutumia wewe kupata zaidi. Yani yeye siri yake kubwa ni kulala na wewe ili kufanikiwa zaidi. Wewe unafikiri unapendwa, lakini hutawahi fanyika kuwa baraka. Hautawahi kuendelea. Yani ni nyota yako inatumika kwa ajili ya mafanikio yake. Tuelewane? Kitu chengine ambacho nitakisisitiza sana, kuna hawa wanawake wadogo wachanga, Gen Z. Unamkuta mtu ana mbabas wa 60, wa 50, wa 70 na wa 80s. Hawa baba mnaokuwa nao kwa kuwa mnajua wanawapatia pesa, wanawalipia renti, wanawafanyia kila kitu na wanalala na nyinyi. Hivi mnajua hawafanyi ngono na nyinyi kwa kuwa wanawapenda? Hapana. Wanajua young soul that is growing is pure of heart and is full of stars. Ina nyota. Yani mtu anayekuwa mdogo mchanga anakuwa na nyota imeng'aa hivi kwa sababu ana mambo mengi, hajaanza kuja kwenye hii dunia ya kuanza kufungiwa manyota. Nyota yake bado inang'aa. Yeye kulala na wewe ambao ni Gen Z mwanamke, hiyo tayari inamaanisha anaweza akachukua nyota yako kupitia kulala na wewe. Na nyota yako ikamsaidia yeye kupanua maisha yake sehemu kubwa sana. So yeye anaendelea, nyota yake inang'aa. Wewe nyota yako unaipoteza kwa umri wa miaka midogo sana. Una miaka 22, lakini unashangaa tu mambo yanaanza kuendea ndivyo sivyo. Kwa sababu gani? Wababas hawalali na nyinyi kwa sababu wanawapenda. Hapana. Tukue very clear. Yani ingono, natamani yani ubaya watu hata nikiwaambia ukweli hamuamini. Nyinyi wanawake wadogo mnaolala na wababa,
Mnawaita wababas masponsor. Chungeni sana. Mnatumika kwa njia ya ngono kufaidisha wengine. Ni nyota yenyu inaenda. Na ikishaenda hivyo kurudi sio rahisi. Unakuta msichana mdogo anazunguka kwenye makanisa, amefika 25 na watoto wawili, hana hata maisha, analala nje. Ndio unaanza kwenda kutafuta maombi wakati it's too late. Kisa na maana ni ngono ya dakika 5 tu. Mbaba anaendelea na maisha yake, anatumia nyota yako wewe kufanikiwa. Stupid woman. Kwa nini mtasikia? Nyinyi wapumbavu kabisa, amusikia muelewi, na mnazidi kuendelea kumanipulatiwa akili zenu mkipewa pesa na kulipiwa rent. Unaona boyfriend ana kitu akupatia lolote, unasema ni bora nibaki na mbabazi wangu. Wewe unajua nyota yako inaenda? Unajua maisha yako yanadidimia? Anakutumia, wewe mwenyewe una kitu kidogo, unapata mbabazi amebeba gorofa zima. Anakupanua alafu anakuacha, ndo upendo na nani? Unakuta msichana mdogo ana shimo futi 150. Unapeleka wapi? Fikirieni. Fikirieni. Na sasa hivi nimeona pia mama zao wameanza kuingilia wababazi. Yaani mtu ni umri wako lakini bado unatembea na, yani kwa kuwa pia ana hela. Jamani, jifundisheni. Ngono ni spiritual. Ngono ni spiritual. Sio kitu cha kuchezea. Sio starehe ambayo utasema umekaa ukaenjoy. Kwa maisha baadaye atakusaidia. Yataharibu maisha yako. Punguzeni limit ya kufanya ngono. Na kabla hujafanya na mtu ngono, fikiria kwanza maisha yako. Cha pili, fikiria mahali unaelekea. Ngono ni kitu cha dakika 5 lakini kinaweza kukost maisha yako mengi sana na ukabaki kuteseka. Wewe una shida ya ngono sana. Wewe unaona huwezi kaa bila kufanya ngono. Unahitaji spiritual advice, unahitaji spiritual teachings. Nipigie simu. Kaa na mimi, niongeleshe vizuri. Tutasaidiana. Nimevaa nguo za kazi. Ukiona nimevaa nguo nyeupe ina maana kubwa. Inamaanisha usafi ndani yake. Na maana yake kuwa nilivyovaa hivi tayari nipo kwenye uwepo wangu wa jicho la tatu kuona. Tuelewane. Na sitaki kuchezea mtu. Kama ujisikii kuniongelesha, achana na mimi. Si lazima unifuate. Kama uelewe spiritual world, find me. Na please ukinitafuta, you must send consultation fee before kunipigia ama kunitumia ujumbe. Consultation fee is 500. Tuma consultation fee ya 500, alafu nitumie screenshot kwenye message niambie, ama nipigie niambie mimi naitwa mtu fulani, nimekutumia 500 consultation fee, mimi nina shida fulani, je, nataka spiritual teachings au nataka mafanikio kwenye maisha. Tafadhali. Hamna kitu ambacho unapewa kwa njia ya bure. Mimi na sweat. Unanielewa? Na wewe unayekaa hapo kufanya ngono, alafu baadaye unakuja kunilia mimi, hauna hata njia ya kufanikiwa tena, unaanza mimi naanza kupatia tena ushauri na njia ya kufanikiwa. Mimi sio mjinga. Unafaa ujifundishe na unafaa ujue kuwa haya mambo uliyafanya mwenyewe na kutoka ndani yake lazima ugaramike. Fuatilia hii channel sana. Kuna mambo mengi sana. Hii ni Shims Media. Na tafadhali kabla uja click hii video utoke uende kwa video nyingine, tafadhali. Namba yangu ni hii. +254 705846473 +254 705846473. Umepata? Subscribe, comment, like na ushare. Until next time, musikose kufuatilia episodes zingine. Bye.